Katika kipindi cha miaka miwili alipochukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mnamo Septemba mwaka 2022, Kapteni Ibrahim Traore amebadilisha Burkina Faso kuwa mfano wa ujasiri wa kisiasa na ukombozi wa kiuchumi barani Afrika. Chini ya uongozi wake, taifa hili lililokuwa na historia ya migogoro na utegemezi mkubwa wa ukoloni sasa inaelekea kwenye kujitegemea, kukuza uzalishaji wa ndani na kuimarisha utambulisho wa kitaifa. Hii hapa ni tathmini ya hatua alizochukua na mafanikio yaliyopatikana. 1. Ukuaji wa kiuchumi. Pato la taifa GDP, yani Gross Domestic Product, la Burkina Faso limeongezeka kutoka takriban dola bilioni 18.8 mwaka 2022 hadi dola bilioni 22.1 mwaka 2024, likionyesha imani ya ndani na ya nje katika sera za kiuchumi za Rais Traore. 2. Kujitenga na mabeberu wa kiuchumi. Katika hatua ya kihistoria, Traore alikataa mikopo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia World Bank. Kauli yake ilizua mjadala mkubwa. Afrika haitakiwi kutegemea IMF, Benki ya Dunia, Ulaya wala Marekani. Hii ilikuwa sauti ya ukombozi wa kweli, na kweli mafanikio yameonekana. 3. Mageuzi ya mishahara. Traore aliamua kupunguza mishahara ya mawaziri wa bunge kwa 30%, huku akiwaongeza watumishi wa umma mishahara kwa 50%. Hii ni ishara ya kiongozi aliyekaribu na wananchi wake wa kawaida kuliko tabaka la juu la kisiasa. 4. Kulipa madeni ya ndani. Serikali ya Ibrahim Traore imelipa madeni ya ndani, hatua iliyosaidia kuongeza mtiririko wa fedha katika uchumi wa ndani na kuimarisha imani ya wafanyabiashara wa ndani kwa serikali. 5. Viwanda vya usindikaji na kilimo. Burkina Faso chini ya utawala wa Traore sasa ina viwanda vya kwanza vya kusindika nyanya na viwanda viwili vya usindikaji wa pamba. Aidha, kituo cha kitaifa cha msaada wa wachakataji wa pamba kwa njia ya kiasili kilianzishwa kusaidia wakulima wa ndani. Kwa miaka miwili tu madarakani, Kapteni Ibrahim Traore ameonyesha kuwa Afrika inaweza kujiamulia mustakabali wake bila kumezea mate misaada yenye masharti. Kwa vitendo vyake ameibua matumaini ya kizazi kipya cha viongozi wa Kiafrika, jasiri, mzalendo na mwenye maono ya kweli ya ukombozi wa bara la Afrika.